السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Halifa mtukufu ayyadahullah ta'ala ibn Salaziz anasema, Sayyidina alayhi salatu wasalam anasema katika shairi lake, maana yake ni kwamba wakati huu ulikuwa wakati wa kuja kwa Masihi. Ikiwa nisingekuja mimi, angekuja mtu mwingine. Halifa mtukufu anasema kwamba wakati Sayyidina alayhi salatu wasalam alipokuja, wakati yule kabla ya kuja kwake, hali ya Waislamu ilikuwa imeharibika sana. Waislamu malaki waliingia katika Kristo, na sawa na bishara ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hali ilikuwa ya aina hii kwamba imani ilikuwa imefika huko nyota ya kelimia. Waislamu kwa kawaida walikuwa hawafuati dini. Wale waliokuwa wanapenda Islam walikuwa wanasubiri Masihi aliyeahidiwa aje kwa ajili ya kuisha dini tukufu ya Islam. Miongoni wa hawa walikuwa wanasubiri alikuwa Sufi Ahmad Jan Sahib. Alikuwa mtu maarufu sana, alikuwa na wafuasi wengi sana. Wakati fulani mfalme wa Jammu alimuita na alimwalika kwamba yeye aje kule na amuombe. Akasema, ikiwa nataka maombi basi uje kwangu, mimi nitakuombea. Kwa hiyo huyu mzee alikuwa na wafuasi wengi sana, na wengine walikuwa watu maarufu sana. Sayyidina alayhi salatu wasalam alikuwa akimpenda sana huyu mzee Sufi Ahmad Jan Sahib. Wakati yule Sayyidina alayhi salatu wasalam alikuwa bado hajadai kuwa Masihi aliahidiwa, na yeye alifariki kabla ya kudai kwa Sayyidina alayhi salatu wasalam. Huyu mzee kwa kuona hali ya wakati wa zama ile, alimwambia Sayyidina alayhi salatu wasalam kwamba hamarizon ki hai tumhi pe nigah, tum masiha bano khuda ke liye, yani sisi tunakusubiri wewe uwe masiha kwa ajili ya Mungu. Hazur anasema kwamba kama niliyosema kabla ya madai ya Sayyidina alayhi salatu wasalam, huyu mzee alikuwa amefariki, lakini alikuwa na yakini kwamba Sayyidina alayhi salam ni imamu wa zama hizi. Ndiyo maana marehemu yule alisihi watoto wake na wafuasi wake kwamba Mirza Ghulam Ahmad akidai kuwa Masihi basi mumpokee mara moja.
basi wale ambao walikuwa wakipata habari njema kutoka kwa Mwenyezi Mungu walikuwa wakijua kwamba ikiwa kuna mtu ambaye anaweza kuisha Islam katika dhama hii ni Sayyidina al-Islam, yani Mirza Ghulam Ahmad Qadiani, ndiye anaweza kuisha Islam. Kwa sababu Sayyidina alayhi salatu wasalam kwa kuandika kitabu chake kiitwacho Barahini Ahmadiyya alijibu maswali ya wapinzani wote, na wapinzani wa Islamu hawakuweza kutoa majibu ya kitabu chake. Madamu Sayyidina alayhi salam alikuwa bado hajadai kuwa Masihi aliahidiwa, maulama wengi wakubwa walikuwa wakidai kwamba yeye analinda Islam. Lakini wakati Sayyidina alayhi salatu wasalam kwa idhini ya Mwenyezi Mungu alipodai kuwa Masihi aliahidiwa, maulama wale kwa sababu ya maslahi ya nafsi zao walianza kuwa kumpinga, na mpaka leo hawa maulama ambao wanatanguliza maslahi ya nafsi zao wanaendelea kumpinga Sayyidina alayhi salatu wasalam. Na hawa maulama dhidi ya Sayyidina alayhi salatu wasalam na dhidi ya wafuasi wa Sayyidina alayhi salatu wasalam wanaeneza chuki. Sayyidina alayhi salatu wasalam katika maandiko yake na katika hafla zake alitoa hoja madhubuti kwamba yeye ni Masihi aliahidiwa. Alithibitisha kwamba Mwenyezi Mungu ameonyesha nishani chungu mzima kwa ajili ya kuthibitisha ukweli wake. Basi wale ambao walikuwa na mioyo safi wao wakaelewa mara moja, lakini wale ambao mioyoni mwao ilikuwa bughudha na husuda na walikuwa natafuta fuata maslahi nafsi hawakuweza kuelewa. Halifa mtukufu anasema kwamba sasa hivi mimi nataka nieleze hoja mbalimbali zilizoelezwa na Sayyidina alayhi salatu wasalam mwenyewe. Sayyidina alayhi salatu wasalam kwa kueleza jambo hili kwamba bid'a imeingia katika Islam na dini haikubaki katika hali yake halisi, na maulama wameanza kufuata maana yao na tafsiri zao, na bid'a chungu mzima imeingia katika Islam. Kwa hivyo Waislamu wameenda mbali na dini tukufu ya Islam, na wapinzani hasusan mapadri kwa mpango maalum wanaendelea kushambulia dini tukufu ya Islam. Sayyidina alayhi salatu wasalam alisema hayo pia. Ikiwa hali hii inapatikana, basi bishara yake ilitolewa na Mwenyezi Mungu na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na Mwenyezi Mungu na mtume wake walitoa bishara kwamba katika hali hii atakuja mmoja ambaye atauisha dini tukufu ya Islam. Kwa kueleza mada hii, Sayyidina alayhi salatu wasalam anasema kwamba ikiwa mtu hakubali, ikiwa mtu basi mtu aache kando ahadi yangu na yeye anikadhibishe, basi katika hali ikiwa na yeye ananikadhibisha katika hali anaenda mbali na dini tukufu ya Islam. Nasema kweli kweli sawa na ahadi ya Qur'ani tukufu, Allah subhanahu wa ta'ala alilinda dini yake, na bishara ya mtume sallallahu alaihi wasallam ilitimia kwa sababu wakati wa dharura, sawa na ahadi za Mwenyezi Mungu na sawa na bishara ya mtume sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu alianzisha jumuiya hii na ilithibitika. Sadakallahu wa rasuluhu, yani yoyote aliyosema Mwenyezi Mungu na mtume wake imetimia. Basi ni dhalimu ni yule ambaye anakadhibisha maneno haya ya Mwenyezi Mungu. Katika mwaka 1903 alisema hayo Sayyidina alayhi salatu wasalam, na alisema kwamba tangu miaka 22 nimefanya madai ya kuwa Sayyidina Masihi aliahidiwa, na ikiwa mimi ni muongo, basi kwa nini misaada ya Mwenyezi Mungu inapatikana pamoja nami?
kwa nini Mungu ananisaidia. Na ya pili alisema kwamba mimi nimekuja kwa sababu zama pia hii inahitaji mimi nije. Na wote walikuwa wanasubiri kwamba Masihi atakuja katika zama hizi. Ikiwa dharura inapatikana, ikiwa mimi si Masihi, basi mwilete Masihi mwingine ambaye amedai kuwa Masihi, lakini lazima katika zama hizi Masihi aliahidiwa apatikane kwa ajili ya kuboresha na kurekebisha hali ya Waislamu, kwa sababu ufisadi umeenea duniani na hususan katika Waislamu ufisadi umeenea sana. Basi ikiwa nyinyi mnataka kunikadhibisha mimi, basi inakuwa na sura ya aina mbili. Mulete mwingine ambaye ameahidi, kwa sababu zama inahitaji aliahidiwa aje, au mukadhibishe ahadi za Mwenyezi Mungu na museme kwamba ahadi zote alizosema Mwenyezi Mungu si sahihi. Yani ahadi aliyofanya kwamba katika hali hii Masihi atakuja, ile ahadi ilikuwa si sahihi. Sayyidina alayhi salatu wasalam alisema lazima dini ya Mwenyezi Mungu ilindwe. Alisema watu wengine wanapatikana wanaosema haina haja ya kulinda dini tukufu ya Islam. Hawa watu wamekosea ikiwa wanasema hivi. Sayyidina alayhi salatu wasalam anatoa mfano kwamba yule mtu ambaye anapanda bustani au anajenga nyumba, je, si jukumu lake? Au je, yeye hataki kwamba yeye alinde nyumba ile na bustani ile kutoka katika maadui? Nje ya bustani inawekwa ulinzi, na kwa ajili ya nyumba pia inatumiwa vitu mbalimbali, na vile vile umeme unawekwa nje katika mpaka wa nyumba ili ilindwe. Ikiwa hali hii inapatikana katika wanadamu, je, si hali hii isipatikane kwa Mwenyezi Mungu kwamba yeye alinde dini yake? Bila shaka lazima atalinda, na Mungu kwa kunileta mimi amelinda dini yake. Sayyidina alayhi salatu wasalam anasema Mungu amenituma kwa ajili ya jukumu hili. Mtu anaweza kukadhibisha ikiwa zama isingethibitisha kwamba Masihi anahitajika katika zama hizi. Yani ikiwa zama inaonyesha kwamba haina haja ya kuja kwa Masihi aliyeahidiwa. Lakini anasema Sayyidina alayhi salatu wasalam kwamba vitabu mamilioni vimeandikwa dhidi ya Islam, na magazeti yaliyoandikwa ni chungu mzima yanayoandikwa dhidi ya dini tukufu ya Islam kutoka kwa mapadri. Tukikusanya maneno machafu yaliyosemwa na hawa maadui dhidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dhidi ya wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi tunaweza kujaza masunduku nyingi sana au nyumba nyingi sana kutoka katika maneno machafu haya yaliyosemwa na hawa mapadri. Hazur anasema kwamba Imaduddin alikuwa Muislam, baadaye akawa padri. Sayyidina alayhi salatu wasalam anasema kwamba hata mapadri ambao wanaofuata uadilifu wao pia wanasema kwamba maandiko yalikuwa yenye hatari sana. Kulikuwa gazeti lilikuwa likitoka Shamsul Haq. Katika gazeti lile iliandikwa kuhusu maandiko ya Imaduddin kwamba ikiwa vita inatokea katika India, basi itatokea kwa kupitia maandiko ya Imaduddin. Sayyidina alayhi salam anaendelea kusema kwamba katika hali hii wanasema kwamba Islam haikuharibika. Wanaweza kusema maneno ya aina hii ambao hawajali kuhusu dini tukufu ya Islam, au ni wale watu ambao wanakaa gizani na wao hawajui inaendelea nini huko nje. Basi ikiwa watu wa aina hii wanapatikana, basi haina faida yake. Lakini wale watu ambao wanapenda dini tukufu ya Islam na wanajua hali ya dhama ikoje, hawa wote wanalazimika kukiri kwamba wakati huu ni wakati wa kuja kwa Masihi aliahidiwa. Ni kisha Sayyidina alayhi salatu wasalam kwa kutoa ushahidi wa kuja kwa huyu Musleh amesema, nataka nitoe ushahidi mwingine, na
ahadi hii imetolewa katika sura an-nur. Mwenyezi Mungu anasema wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilu salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa allazina min qablihim. Amesema katika aya hii sawa na ahadi ya uhalifa, mahalifa watakaopatikana katika umma wa Mtume sallallahu alaihi wasallam watakuwa sawa na mahalifa waliotangulia. Hivi ndivyo ndani ya Qur'ani tukufu Mtume sallallahu alaihi wasallam ameelezwa kama ni mfano wa Musa, kama Mungu anasema inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anafanana na Musa alayhi salatu wasalam, na katika Biblia pia imeandikwa kwamba atafanana na Musa alayhi salatu wasalam. Basi katika aya hii kama imesemwa, hivyo ndivyo katika sura an-nur kama imesemwa. Hii inathibitisha kwamba katika silsila ya silsila ya Musa na silsila ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam inafanana, na silsila ya Musa alayhi salatu wasalam ili kuisha wakati wa Masihi aliahidiwa na Masihi alayhi salatu wasalam, na yeye alikuja katika karne 14 baada ya Musa alayhi salatu wasalam. Basi sawa na hali hii inatakiwa katika umma wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika karne 14 mtu mmoja aje ambaye anafanana na Masihi alayhi salatu wasalam. Hata kama tusingepata bishara zingine, lakini sawa na bishara hii ya Mwenyezi Mungu ilitakiwa kwamba katika karne 14 katika umma wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mtu angekuja atakayefanana na Isa alayhi salatu wasalam. Ndio maana silsila yake na silsila ya Mtume sallallahu alaihi wasallam itafanana. Mwenyezi Mungu alithibitisha kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni mbora wa manabii wote. Kama Yesu Kristo hakuleta sheria mpya bali alikuja kukamilisha sheria, hivyo ndivyo Masihi atakayekuja katika umma Mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye pia hakuleta sheria mpya bali yeye alikuja kwa ajili ya tafsiri ya aya za Qur'ani tukufu, na yeye alikuja kwa ajili ya kukamilisha kazi ya dini. Sayyidina alayhi salatu wassalam anasema kuhusu kukamilisha kazi ya mwongozo wa dini tukufu ya Islam, inatakiwa ikumbukwe kwamba neema iliyokamilika juu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dini iliyokamilika juu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hii ina sura ya aina mbili. Ya kwanza ni kukamilika kwa mwongozo, na ya pili ni kukamilika kwa kusambaza dini tukufu ya Islam, yani wakati wake mwongozo ulikamilika, na hivyo ndivyo dini pia ilifika duniani, na mwongozo ulikamilika kuja kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na dini ilifika duniani kote baada ya kuja kwa Masihi aliyeahidiwa alayhi salatu wasalam, ambayo ni kuja kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mara ya pili. Amesema kwa sababu katika sura al-Jumaa katika aya wa akharina minhum inatoa bishara kwamba taifa lingine litakuja. Kwa kupitia aya hii inathibitika kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam atakuja mara ya pili, na atakuja kwa mfano, kwa njia ya mfano. Basi wakati huu ni wakati wa kukamilisha mafundisho ya dini tukufu ya Islam, yani kusambaza dini tukufu ya Islam, vitabu vinavyochapwa katika viwanda na kupatikana kwa meli, na vile vile posta, na vile vile vitu vingine vilivyopatikana, ni dalili kwamba dunia nzima imekuwa kama ni kijiji kimoja, na katika dhama hii imekuwa rahisi kusambaza mafundisho dini tukufu ya Islam. Kwa mfano kama ni TV na internet, kwa kupitia vitu hivi Islam inasambazwa. Maendeleo haya yanapatikana kwa hakika ni maendeleo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kwa sababu kwa kupitia vifaa hivi, mitambo hii, ujumbe wa mtume sallallahu alaihi wasallam unafikishwa na unakamilika. Kisha Sayyidina Alayhi salatu wasalam kwa kueleza mfano wa Yesu Kristo na mfano wake anasema, Masihi alisema kwamba mimi nimekuja kwa ajili ya kukamilisha Taura, na vile vile nasema kwamba mimi nimekuja kwa ajili ya kusambaza mwongozo. Wakati wa Yesu Kristo maafa yanapatikana wakati wangu pia. Mayahudi walikuwa wameharibika sana wakati wa Yesu Kristo, na historia inatoa ushahidi kwamba Mayahudi waliacha kufuata amri za Taurati na badala yake walianza kufuata Talmud na walianza kufuata riwaya za wazee. Hali hii inapatikana katika Waislamu pia. Katika zama hizi watu wameacha kitabu cha Mwenyezi Mungu na badala yake wameanza kufuata visa mbalimbali. Kisha anasema Sayyidina Alayhi salatu wasallam, pamoja na mambo haya yote kuna siri nyingine ambayo inathibitisha kwamba mimi na Yesu Kristo tunafanana, na siri ile ni hii: Yesu Kristo alikuwa anasisitiza mafundisho ya hulka na alikuja kwa ajili ya kurekebisha mataifa ya wana wa Israeli. Hakushika upanga, na hivyo ndivyo ilitabiriwa kwa ajili ya Masihi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba yeye atasambaza mafundisho ya tukufu Islam kuhusu hulka njema. Na shutuma inayoletwa dhidi ya Islam kwamba Islam ilisambazwa kwa kushika upanga, shutuma hii itafutwa wakati wa Masihi aliahidiwa. Wakati wa Masihi shutuma hii itafutwa, kwa sababu yeye kwa kupitia baraka za Islam atathibitisha ukweli wa Islam, na kwa kupitia hii itathibitika kwamba Islam katika zama hizi ambamo maendeleo yanapatikana mengi, Islam inafaidi. Hivyo ndivyo ilipatikana kwamba katika kila zama ilikuwa yenye faida sana. Hii ndiyo ilikuwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotoa bishara ya kuja kwa Masihi aliahidiwa. Pamoja na bishara hii alisema yazaul harb, yani yeye atafuta vita, yani vita haitapatikana wakati wake. Ikiwa tunakusanya ushahidi wote, je, hatuoni kwamba kuna haja ya kuja kwa mtu kutoka mbinguni? Ikiwa ilikubaliwa kwamba katika katika mwanzo wa karne hii Masihi atakuja, basi lazima Masihi atakuja. Basi ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anafanana na Musa alayhi salatu wasallam, sawa na mfano huu inapatikana katika karne 14 Masihi aje, kwa sababu Yesu Kristo pia alikuja karne 14 baada ya Musa alayhi salatu wasallam, na siku hizi ni karne 14 baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha anasema Sayyidina alayhi salatu wasallam kwamba ikiwa nyinyi mnanikadhibisha, basi hamnikadhibishi mimi bali mnamkadhibisha Mwenyezi Mungu. Anasema ikiwa mnanikadhibisha mimi, hamnikadhibishi mimi bali mnamkadhibisha Mungu na mtume wake, kwa sababu yule anayenikadhibisha yeye kwa kunikadhibisha anasema Mwenyezi Mungu ni muongo, na auzubillah. Wakati yeye anapoona kwamba ufisadi umeenea sana nje na ndani, na Mwenyezi Mungu sawa na ahadi yake, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun, hakufanya mpango wa kurekebisha hali hii inayopatikana, ilhali yeye anaamini kwamba katika aya istikhlaf aliahidi kwamba sawa na silsila ya Musa, katika silsila hii ya Musa mahalifa watapatikana, lakini maazalla Mungu hakutimiza ahadi yake hii, na halifa hapatikani katika umma wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika zama hizi. Pamoja na hii analazimika kukadhibisha hii pia kwamba Mwenyezi Mungu amesema ndani ya Qur'ani tukufu kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anafanana na Musa alayhi salatu wasallam. Hii pia si sahihi, na auzubillah, kwa sababu kwa ajili ya kufananisha silsila hizo zote mbili ilikuwa muhimu kwamba katika karne 14 Masihi angepatikana katika umma wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama katika silsila ya Musa alayhi salatu wasallam katika karne 14 Masihi alikuja. Ikiwa
anaamini kwamba masihi kuja basi analazimika kukadhibisha hii pia inayosema wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Hivyo ndivyo kuna aya nyingi katika Qur'an tukufu analazimika kukadhibisha ikiwa haamini kwamba masihi atakuja katika karne 14. Basi mufikirie, je, kunikadhibisha ni kunikadhibisha mimi au ni Mungu? Nasema hayo kwa kula kiapo cha Mwenyezi Mungu kwamba haki ni hii, kwamba yule anayeniacha na anayenikadhibisha mimi, yeye amekadhibisha Qur'an tukufu kwa vitendo vyake na amemwacha Mwenyezi Mungu kwa vitendo vyake, hata kama hasemi kwa maneno yake. Anasema Sayyidina Alayhi salatu wasalam, kunikadhibisha mimi ni kumkadhibisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Basi kabla mtu amefanya ujasiri wa kunikadhibisha, yeye afikirie moyoni mwake kwamba yeye ananikadhibisha mimi au anamkadhibisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha Sayyidina Alayhi salatu wasalam kwa kueleza mada hii kwamba namna gani kumkadhibisha yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam anakadhibishwa, anasema na kwa nini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anakadhibishwa ikiwa mimi nakadhibishwa. Hii ni hivi kwamba ahadi aliyofanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba katika kila karne khalifa atakuja, ile ahadi haikutimia. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema imamukum minkum, hata ile ahadi pia haikutimia. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoa bishara ya kuja kwa Masihi aliahidiwa wakati wa fitina na ufisadi. Bishara ile pia haikutimia kwa sababu fitina inapatikana, ufisadi inapatikana, lakini sawa na imani yenu yule imam bado hajafika. Basi ikiwa mtu ananikadhibisha, je, yeye hatamkadhibisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa vitendo vyake au la? Nasema wazi wazi kwamba kunikadhibisha si jambo rahisi. Kabla mniita mkafiri, mnalazimika kuwa wakafiri. Ikiwa mnasema mimi nimepotea, lazima mkubali nyinyi mmepotea kabla yangu mimi. Ikiwa mnasema mimi nimeacha Qur'ani, basi muamini nyinyi mmeacha Qur'ani na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mimi nimekuja kwa ajili ya kusadikisha Qur'ani tukufu na hadithi. Mimi si Mungu bali ni Masihi. Mimi si mkafiri bali mimi ni muaminio, na yoyote ninayosema Mungu amenidhihirishia kwamba hii ni kweli. Yule ambaye anaamini juu ya Mwenyezi Mungu, yule ambaye anaamini Qur'an na Mtume sallam ni haki, basi kwa ajili yake hoja hii inatosha kwamba kwa kusikia kwangu yeye akae kimya. Lakini yule ambaye ni mjeuri, basi sisi hatuwezi kumtibu, Mungu mwenyewe atamwelewesha. Kisha Sayyidina Alayhi salam anaeleza nishani kuhusu Masihi aliyeahidiwa. Anasema kwamba gari ya moshi inayopatikana ni nishani ya ukweli wa Masihi. Katika Qur'an tukufu pia Mwenyezi Mungu anasema wa yazal isharu utilat, yani wakati ngamia hawatatumiwa. Amesema dini inakuwa kwa sababu ya ucha Mungu. Mtu akifikiria kuhusu aya hii la yutrakunal kalash, katika hadithi hii iliashiria kwamba gari ya moshi itapatikana. Ikiwa mradi wake si treni, basi ni juu yao kwamba wathibitisho kwamba kwa njia gani, kwa sababu gani ngamia hawatatumiwa. Maana ya hadithi hii ni kwamba wakati wa Masihi usafiri utapatikana kwa rahisi. Amesema nishani imetumia kiasi hiki kwamba hawa watu wamekimbia, hawataki kukubali. Je, jua na mwezi lilipatwa, je haikutumia sawa na bishara Mtume sallallahu alaihi wasallam? Amesema alama hizi zote zinathibitisha kwamba Masihi Maud ameshazaliwa. Ikiwa watu hawataki kumpokea, basi wamtafute mwingine na waniambie ni nani ambaye ni Masihi, kwa sababu nishani zote zimetimia. Sayyidina Alayhi salatu wasalam amesema ikiwa mnataka kusadikisha ukweli wangu, unalazimika kusadikisha sawa na hali ya manabii wengine, kwa nia safi na kwa roho safi. Muzingatie hali ya manabii wote waliotangulia. Ikiwa unataka kupinga, basi hamwezi kupata mwongozo. Katika hali hamwezi kupata mwongozo hata kutoka kwa Qur'ani. Amesema kwa kupitia hali ya manabii musadikishe ukweli wangu. Kwa kuwa na mawazo tu mtu hawezi kupata ufaulu.
wala mimi sisadikishi ukweli wangu kwa mawazo yangu tu. Basi kuna sababu gani kwamba nyinyi pia hamtafuti ukweli sawa na hali hii? Wale ambao wanakuwa na roho safi nina yakini watapata faida na watanipokea, lakini wale ambao wanakuwa na bughudha na husuda, wao hawatakubali wala maneno yangu hayataleta faida kwao. Wao ni sawa na yule mtu ambaye ni kipofu. Yule mtu akipewa hoja kwamba si mbili bali ni moja, yeye hatakubali kwa sababu anaona ni wawili. Sayyidina al-Islam anaeleza tukio kwamba mtu mmoja alikuwa kipofu, alikuwa mtumishi wa mtu fulani. Mtumishi wake akama mfalme wake, yule mtajiri wake, akamwambia ulete kioo. Yule akaenda ndani akasema kule kuna vioo viwili sio moja, kioo kimoja, nilete kioo gani? Lakini yule mtajiri wake akasema ni kimoja, si vioo viwili. Yule mtumishi akasema, je, mimi ni muongo? Mimi nimeona vioo viwili. Basi yule mtajiri akasema uvunje kioo moja na ulete kingine. Yeye alipovunja kioo moja akajuta kwamba alikosea, kumbe ilikuwa kioo kimoja tu. Hazur Sayyidina al-Islam anasema kwamba wale ambao ni dhidi yangu hali yao pia ni aina hii. Wao hawajui kwamba watu watacheka kwa sababu ya maoni yao. Kila mmoja ambaye anatafuta haki adai hoja kutoka kwangu, na sisi tunatoa hoja sawa na manabii waliotangulia, na tunatoa hoja kwa kupitia Qur'ani tukufu. Kisha nishani zilizotumia kwa ajili ya kusadikisha ukweli wangu, nishani hizi ni zaidi ya 150, na watu mamilioni ni mashahidi wa nishani hizi. Kuleta mambo ya ufidhuli si mwenendo wa mtu mwenye tabia nzuri. Kisha anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba Masihi atakuja kwa kuwa hakamu, yani mnalazimika kukubali uamuzi wake. Wale watu ambao wanakuwa na shari mioyoni mwao hawataki kumpokea, ndiyo maana wao wanaleta hoja isiyo na maana. Lakini hao wote wakumbuke kwamba sawa na ahadi, Mwenyezi Mungu atasadikisha ukweli wangu kwa mashambulio makali. Nina yakini kwamba ikiwa ningesema uongo, basi Mwenyezi Mungu mara moja angeniangamiza. Lakini kazi hiyo yote yangu ni kazi ya Mwenyezi Mungu. Mimi nimekuja kutoka kwake. Kunikadhibisha mimi ni sawa sawa na kumkadhibisha Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo Mungu mwenyewe atathibitisha ukweli wangu. Hazuru anasema kwamba hali ya maulama iliyopatikana wakati wa Sayyidina alayhi salatu wasalam, wao walikuwa hawataki kuleta hoja. Hali hii inapatikana hata mpaka leo. Sayyidina alayhi salatu wasalam kwa kueleza maelezo ya nishani anasema Qur'ani tukufu inasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mfano wa Musa alayhi salatu wasalam. Sawa na mfano huu ni lazima kwamba kama mahalifa walipatikana wakati wa Musa alayhi salatu wasalam, hivi ndivyo baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam pia mahalifa wapatikane. Hata kama hoja nyingine haipatikani, hoja hii inatosha kwamba mahalifa wapatikane katika umma wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Vile vile katika aya istikhlaf, Mwenyezi Mungu aliahidi kwamba silsila ya uhalifa itapatikana, na silsila hii inafanana unabii kama Mwenyezi Mungu alisema kama istakhlafa allazina min qablihim. Sawa na ahadi hii ya Mwenyezi Mungu, ilikuwa lazima kwamba kama khalifa mwisho wa silsila ya Musa alikuwa Masihi, hivyo ndivyo ilikuwa lazima kwamba Masihi khalifa mwisho wa Mtume sallallahu alaihi wasallam awe Masihi. Hivyo ndivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema imamukum minkum. Na jambo la nne ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema katika
kila karne mujaddad atakuja kwa ajili ya kujadidisha Islam. Kwa hiyo katika karne hii pia mujaddad lazima alitakiwa apatikane. Na mujaddad kazi yake ni kurekebisha hali ya ufisadi. Basi katika zama hii ufisadi kubwa ni fitina ya Ukristo. Basi ni lazima kwamba mujaddad atakayekuja katika karne hii yeye aje kwa ajili ya kuvunja msalaba ambaye ni Masihi aliahidiwa. Jambo la 5 ni kwamba sawa na mfano wa silsila ya Musa alayhi salatu wasalam, halifa wa mwisho katika Muhammad sallallahu alayhi wasallam apatikane katika karne ya 14 kama Masihi alikuja baada ya Musa alayhi salatu wasalam katika karne 14. Hivyo ndivyo. Jambo la 6 ni kwamba alama zilizoelezwa kuhusu Masihi, kuhusu ujaji Masihi alayhi salatu wasalam, nishani hizi zimeshatimia, kama ni kupatwa kwa jua na mwezi na kutoka kwa nyota na kupatikana kwa tauni na kupatikana kwa treni na vile vile kuachwa kwa ngamia. Bishara hizi zote zimetimia. Na jambo la 7 ni kwamba kwa kupitia dua ya sura Fatiha inathibitika kwamba Masihi atakayekuja atakuwa katika umma wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kuna hoja chungu mzima kwamba Masihi atakayekuja atakuja katika umma wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hii ndiyo ni wakati wake. Nasema kweli kweli yule alitabiriwa ni mimi. Mtu anayetaka hoja basi aje kwangu, nitampatia hoja. Mimi nasikitika kwa kuona hali ya hawa wapinzani kwamba mambo walikuwa wakieleza kuwa nishani ya ukweli wa Masihi, nishani hizi zilipotimia wakaanza kukadhibisha. Kwa mfano walikuwa wakidai jua lipatwe na mwezi lipatwe, lakini hali hii nishani ilipotimia wakaanza kukadhibisha na wakaanza kusema hadithi hii si sahihi. Lakini waulizwe kwamba kitu ambacho kimethibitishwa na Mwenyezi Mungu, je, kwa sababu ya kusema kwao kitu kile kitakadhibishwa au kitakuwa si sahihi? Anasema hawa watu hawaoni haya kwa kusema kwamba sisi hatumkadhibishi Masihi bali tunamkadhibisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya kuthibitisha si nishani hii moja tu ya kupata kwa mwezi, bali kuna nishani chungu mzima. Hata kama nishani haipatikani haileti madhara yoyote, lakini hawa watu kwa sababu ya upinzani wangu wanakadhibisha bishara ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisi tunatoa bishara hii kwa sababu bishara hii ni dalili ya ukweli wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basi hadithi ambayo mlikuwa mkisema kwamba si jambo la uhakika, hadithi hii imethibitisha kwamba ilikuwa sahihi. Kukataa hadithi hii ni laana. Hadithi ambayo si sahihi, maulama wanasema kwamba labda yule mtu hawezi kukumbuka vizuri, au labda yeye mwenendo wake ulikuwa si mzuri. Lakini hawa muhaddisin wamekubali kama kwa kidhahiri ikiwa hadithi inaonekana ni dhaifu, lakini ikiwa bishara iliyoelezwa ndani ya hadithi ile ikitimia, basi hadithi ile ni sahihi kwa mujibu wa kanuni hii. Ikiwa mtu kwa kanuni hii mtu anawezaje kusema kwamba hadithi hii si sahihi? Sayyidina alayhi salatu wasalam anasema kwamba pamoja na nishani hii mifano ya akili pia inapatikana ili mtu aweze kuelewa. Na pamoja na haya yote ni msaada wa Mwenyezi Mungu unapatikana pamoja na nishani ile. Basi mtu anakuwa na shaka aje mbele yangu, na kwa kupitia mwenendo ule wa kuthibitisha ukweli manabii ajaribu. Basi ikiwa mimi ni Mungu nitakimbia, pengine nitabaki. Sayyidina alayhi salatu wasalam wakati yule aliposema hayo, miaka 19 ilikuwa imeshapita tangu alikuwa amedai.
alisema kwamba mungu alisema miaka 19 iliyopita yansurukallahu yani mungu atakusaidia. Basi kama manabii wengine walijaribiwa, ukweli wao ulihakikishwa, mnaweza kuhakikisha na kuthibitisha ukweli wangu pia. Anasema mimi nimesema hayo yote kwa muhtasari, mufikirie niliyosema na mufanye dua kwa mungu. Yeye ni mwenye kudra, atafungua njia, na mtu mkweli anapata msaada wa Mwenyezi Mungu. Katika hafla ya Sayyidina alayhi salatu wasallam, hali ya maulama ilikuwa inaelezwa. Mtu mmoja akasema kwamba sasa maulama wameacha kusoma hutuba ambamo inathibitika ujaji wa Masih. Sayyidina alayhi salatu wasallam anasema ndiyo, hata mtu akisema kuhusu Masih aliahidiwa, wao watasema haina haja kuzungumza kuhusu mada hii. Halifa mtukufu anasema kwamba hawa maulama kwa ajili ya maslahi yao wanakadhibisha Sayyidina alayhi salatu wasallam, na wanaleta shutuma dhidi ya Sayyidina alayhi salatu wasallam na dhidi ya jumuiya, na wanatia chuki dhidi ya jumuiya mioyoni mwa watu. Hii ndiyo ni hali ya maulama wa siku hizi. Sayyidina alayhi salatu wasallam anaeleza jinsi gani mtu anaweza kutafuta haki. Anasema ikiwa mtu anataka kutafuta haki, basi katika hali hii mtu anatakiwa afanye dua sana katika swala zake, kwamba Mungu amfungulie haki, amdhirishie haki. Anasema mimi nina yakini ikiwa mtu kwa kuacha usuda na bughudha kwa ajili ya haki anamwelekea Mwenyezi Mungu, anamuomba Mwenyezi Mungu, basi yeye ataona kwamba kabla ya siku 40 Mwenyezi Mungu atamdhirishia haki. Lakini sharti ni kwamba yeye asiwe na chuki wala bughudha. Lakini amesema kwamba wapo wachache ambao kwa masharti haya wanataka kutafuta haki kutoka kwa Mungu. Wao kwa kumkadhibisha nabii wa Mwenyezi Mungu wanakosa imani. Basi katika hali hii wao wanamkadhibisha nabii wa Mwenyezi Mungu, na kwa kumkadhibisha nabii wanamkadhibisha Mwenyezi Mungu, na hivi wanakosa imani kabisa, hawabaki na imani. Hazur anasema kwamba Mwenyezi Mungu awajalie Waislamu akili, wao wasikubali maulama wanaosema, bali wao watumie akili yao, na kwa roho safi watafute, waombe msaada kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ayafungue mioyo yao, na hawa watu kwa kumpokea Sayyidina alayhi salatu wasalam watoke katika hali ile ambayo wanapatikana siku hizi, hususan nchi za Waislamu wamezama katika hali ile. Wao hawapati njia ya kuokoka. Katika Pakistan pia vyama mbalimbali vinaundwa, na hivi karibuni chama kingine kilipatikana Labaik ya Rasulullah. Walifanya maandamano, kwanza walienda Lahore, baadaye walienda Islamabad. Vile vile kuna chama kingine pia kinafanya maandamano, na wanafanya maandamano katika Islamabad, na hakuna serikali wala hakuna jeshi inaweza kuwazuia. Sisi ni Wahamadia ambao tunasema Labaik ya Rasulullah. Kwa kweli ni sisi ni wale ambao tulisikia kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliposema kwamba Masihi atakapokuja mumpokee na mumsalimie, na sisi tumempokea na tumemsalimia. Hii ndiyo ni njia ya kusema Labaik ya Rasulullah. Lao hawa watu wangeelewa maana ya Labaik ya Rasulullah ni nini. Mwenyezi Mungu aijalie dunia hii na Pakistan na kila nchi ya Islam isalimishe katika fitina na ufisadi. Mwenyezi Mungu awarehemu Waislamu, hususan kwa sababu hali inayopatikana siku hizi na njama inayofanywa dhidi ya nchi ya Waislamu, njama ile ni mbaya sana. Ikiwa hawa Waislamu hawakuelewa siku hizi, basi watajuta baadaye. Mwenyezi Mungu awarehemu hawa Waislamu wote, amin.
الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر